Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, ikiwa ni siku nyingine tena tukiendelea na muendelezo wa kile ambacho kinachoendelea. Usifikiri ya kwamba mambo ndio yamekwisha, hapana, mambo bado yako moto kweli kweli huko katika shirikisho la soka la Tanzania TFF, kwa kile ambacho kinachoelezwa kwa wakati huu, ambapo maamuzi ya kikao yameweza kupatikana. Kile kikao kizito ambacho kimeweza kufanyika, kikao ambacho kimeweza kuwakutanisha viongozi wa pande zote mbili kwa kile kilichoweza kutokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kuweza kufikiwa mpaka kuahirishwa. Sasa mimi nimekusogezea yale ambayo yameweza kujiri katika kikao hicho, ambapo inaelezwa ya kwamba kila kitu kimeweza kufikia bayana. Utakwenda kujua ni yapi hayo ambayo yameendelea, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze kuhusiana na hili linaloendelea. Kwa siku ya jana umeweza kushuhudia matukio mengi ambayo yameweza kujili katika kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo uliweza kushuhudia klabu ya Simba wao walitangaza kwamba hawatakuwa sehemu ya washiriki katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa kile kilichotokea kuzuiliwa kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin William Mkapa Stadium. Lakini kufanya hivyo kwa klabu ya Simba kutangaza kutoshiriki mchezo huo, sio kwamba ndio walikuwa wapo sahihi kwa kile kinachoelezwa. Hapana, kile ambacho kinaelezwa ni kwamba wamevunja kanuni ya kile ambacho kilichokuwepo. Unaona bana, haikustahili kufanya vile kwa klabu ya Simba kuweza kufikia maamuzi ya kukataa mchezo. Kwa mujibu wa kanuni ambavyo inaeleza ni kwamba kikao hicho kimeweza kuzingatia kanuni ambavyo zinavyosema juu ya kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao, ambapo inaelezwa kwamba mara baada ya klabu ya Simba Sport Club kuweza kufanya hayo maamuzi, wakaenda kupitia sheria na kanuni na taratibu zote za FIFA zinaeleza vipi pindi ambapo mtu akiweza susia ama kutokufika katika mchezo, utaratibu unakuwa uko vipi kwa kile ambacho kinachoelezwa. Sasa mimi nimekusogezea hapa kanuni kwa timu yoyote ambayo haitoweza kufika uwanjani. Kila kitu kimeweza kuwekwa wazi katika kile ambacho kimeweza kuonyeshwa. Unaona bana, katika mchezo wa ligi kuu inapotokea klabu kutoridhika au kwa mahitaji ya kupinga jambo lolote, inawajibika kuwasilisha malalamiko ya bodi ya ligi kuu TPLB itakayosikiliza na kuyatolea maamuzi na kuyapeleka kwenye kamati nyingine husika kati ya TFF kwa maamuzi. Upande wote ambao hujaridhika na maamuzi ya malalamiko yaliyotolewa unaweza kukata rufaa. TPLB inaweza kupeleka jambo lolote kuhusiana na ligi kuu kwenye chombo husika kujadiliwa na kuamuliwa bila kujali kulalamikiwa au la. Wahusika katika shauri lolote litakalosikilizwa na kamati yoyote ya maamuzi wanaohitajika kuhudhuria kikao hicho watawajibika. Unaona maana? Sasa tunasogea sasa katika kanuni za kutofika uwanjani. Timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zitakazokubalika kwa TFF, TPLB na au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatavyo: 1,
kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2 na laki 5 itachukuliwa na bodi ya ligi kuu, na shilingi milioni 2 na laki 5 italipwa kwa timu pinzani. Kulipa fidia ya maandalizi uharibifu wowote unaweza kujitokeza. Kupokonywa alama 15 katika msimamo wa ligi, na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi ya kinizamu. Endapo timu itakuwa na alama pungufu ya 15, itakuwa na alama hasi kwa kiasi kisichopungua kwenye msimamo wa ligi. Endapo timu itamaliza msimu wa ligi ikiwa na alama hasi, itaanza na alama hizo hasi katika msimamo wa ligi kwenye msimu unaofuata wa ligi, aiza ligi ya azi yake. Unaona bana, kama mfano ikishuka daraja kule likoshuka, huko bado deni inaendelea kulipwa, itapoteza haki ya kuchukua gawio lake la mapato ya mchezo huo. Kiongozi yoyote atakayebainika kushiriki au alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutotokea uwanjani bila ya sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi 12. Kifungu kingine kinasema inaweza kukabiliwa na adhabu zaidi kama ambavyo TFF TPLB itahitaji kuchukua hatua zaidi kadiri inavyoona inafaa. Timu yoyote iliyopewa adhabu ya faini chini ya kanuni haitaruhusiwa kucheza hadi itakapotekeleza adhabu hiyo kwa daraja ambalo litakuwa lipo. Unaona bana. Kwa hiyo klabu ya Simba wakati wanafanya maamuzi ya kuweza kufikia maamuzi yao ya kutangaza kuhususa mchezo huo, kabla ya bodi ya ligi kuja kutangaza haya ambao wameweza kuyatangaza, ya kuweza kufikia maamuzi ya wao binafsi kuweza kusimamisha mchezo huo mkubwa kabisa, mchezo ambao ulikuwa mbeba hisia za watu wengi, basi bila shaka kile ambacho kilichoweza kwenda kutokea hilo pengine Simba wanakwenda kukutana na kazi hiyo, kama endapo shirikisho la soka TFF wataamua kufanya ama kupeleka kwenye haki kabisa. Lakini unaambiwa barua ya wazi kwa rais wa vilabu Afrika yahusu rais wa vilabu vyote Afrika kuzuia Simba kufanya mazoezi, aibu na uhuni katika soka. Ndugu rais wa vilabu vyote barani Afrika, kwa masitiko makubwa napenda kueleza juu ya tukio la kushangaza la aibu ambapo Simba Tanzania ilizuiliwa kufanya mazoezi kabla ya mechi ya muhimu ya dabi. Unaona bana, akiweza kulizungumzia hilo kidogo, akiweka maoni yake juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea. Unaona bana, kuhusiana na kile ambacho hapa kinachoendelea, kwamba Simba wapo juu Simba wapo juu kwenye soka la Tanzania, kuzidi hata mamlaka yenyewe. Unaona bana, ndo kauli ambazo zinakuwa zikitrendi katika mitandao ya kijamii, huku ikielezwa kwamba mjumbe wa bodi ya hapa nazungumzia mjumbe wa bodi kule TFF wameweza kutangaza kujiuzuru. Unaona bana, kutokana na kile kilichoweza kuafikiwa maamuzi yeye kuyapendezwa nayo. Unaambiwa mjumbe wa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara ndugu Philemon Ntailaja amejiuzuru nafasi yake muda mfupi uliopita na kutoka nje ya kikao baada ya maamuzi ya kutolewa ambapo yeye anaamini hayakuwa maamuzi sahihi. Imefahamika kuwa ndugu Philemon Ntailaja akuridhishwa na sababu nyepesi za kuahirisha mechi hiyo na kuvunja kanuni kwa makusudi. Ndugu Philemon Ntailaja rasmi sasa ameamua kujiondoa katika nafasi zake za kuiongoza kwenye mpira wa Tanzania. Unaona bana, ameweza kujiweka pembeni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia mengine yapi ambayo yatakuja, ila kanuni ambazo nimekusogezea hapo ambazo pengine TFF na bodi ya ligi sijajua wametumia kanuni zipi kwa kile ambacho kinachoeleza kwamba mtu asipoweza kufika uwanjani nini ambacho kitakachojili, na mtu ambaye atamzuia mtu kuingia getini basi ni adhabu ipi ambaye ataichukua. Kwa hiyo tusubiri kusikia mamlaka husika zitakuja na taarifa ipi mara baada ya kutangazwa kwake kwamba mechi hiyo
imeahirishwa mpaka pale ambapo tarehe mpya itatangazwa, huku Simba wenyewe wako tayari kucheza, lakini Young Africans wanasema ya kwamba wenyewe ndio mchezo wao wa jana ndio ulikuwa mchezo wao wa mwisho wa dabi kwa msimu huu. Labda msimu ujao kama watakuwa na nafasi ya kuweza kushiriki watashiriki. Unaona bana, mambo yashakuwa moto haya, watu wanajiamulia vitu ambavyo pengine wao wanaona ni sahihi. Tusubiri kuweza kusikia yapi mapya.